Kijana wa miaka 27 Salim Masha Mwadori amefariki dunia baada ya kupigwa risasi katika mazingira tatanishi eneo la Nyago Kilibasi, kaunti ya Kilifi. Tukio hilo linadaiwa kuhusisha askari wa shirika la huduma za wanyamapori Kenya KWS, na kwa mujibu ya familia, mwenda zake alisimamishwa awali na askari wa utawala AP aliyedai hongo kabla ya mmoja wa askari wa wanyamapori kufika na mvutano kuzuka kati ya maafisa hao. Tena hiyo asubuhi tulikuwa tumepigana simu, tumeongea, tumesalimiana. Aliponiambia alikuwa ameenda kuchukua mzigo, ile masaa ya kurudi akapatana na hiyo askari. Hiyo askari ni AP, anatoka sehemu za Viburungani. So aliposimamisha yule askari, ikabidi amuombe simu, kwa simu yake ilikuwa imezima. Akamwomba yule askari simu yake ili atumaniwe ile pesa yenye alikuwa amemuitisha. Na alipoongea na ile simu, kabla hajapeana ile simu ya yule askari, kukatokea hao maaskari wawili wakiwa wamebebana kwa pikipiki KWS. Inaripotiwa kuwa askari wa KWS aliwafatulia risasi askari wa AP pamoja na kijana huyo kabla ya kujifatulia risasi mwenyewe. Mwadori aliyekuwa akisafirisha makaa kwa pikipiki alipigwa risasi tumboni na baadaye kufariki alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali kuu ya rufaa ya mkoa wa Pwani, Makadara. Mwenyewe anasema kulikuwa na ugomvi wao, walikuwa wanajibishana maswali pale, walijibishana hayo maswali yao. Dakika za mwisho huyu jamaa akamwambia, wewe hata hufai kuishi duniani, wewe ni mtu wa marisasi. Wewe ni mtu, nitakushuti kwa sababu tunafuatiliana hata tukiwa kwa kazi. So alishtuka huyu jamaa, amemlaza mwenzake, ashamfuatilia risasi, amemlaza yule mwenzake. Alipokuwa amemlaza, amemshoot, kitambo anainamisha pikipiki ili apate nafasi ya kusimama vizuri. Mwenyewe kwa ufahamu wake aliniambia kwamba aliona tu moto na akasikia tu mwili mzima ni kama imewaka moto. Ndio akajaribu kutoroka hivi, akaanguka. Alipokuwa yuko chini ameanguka, akasikia tena mlio nyuma. So kumbe ni yule askari mwingine naye, kumbe yule wa KWS naye amejiua. Ana bibi alioa tu juzi around 3 months ago. Bibi yake ni mjamzito na yeye ndo alikuwa kama kichwa hapo. Anasaidia bibi yake, tena bado anisaidia na mimi brother yake. Lakini wamemmaliza tu bure bila hata sababu. Kwa hiyo haki naomba itendeke kwa sababu polisi wamezoea vibaya kule. Wakikushika njiani hata waweza kuwa huna makosa, kushike tu na kitu kidogo kwambie boss toa kitu ama ulale ndani. Sasa kwa uoga wa raia kule inabidi unatoa tu. Si mara ya kwanza, wamezoea, hata sisi tumezoea, ndo maisha yetu kule. Mashirika ya haki za binadamu yakiwemo Muhuri na Voice of Africa yamelaani tukio hilo na kulaumu ngazi za juu za usalama kwa kuzembea na kuitaka mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi ya IPOA kuharakisha uchunguzi wake, huku upasuaji wa maiti ukitarajiwa kufanyika hapo kesho Jumatatu. Hii kisanga ilitokea tarehe 14. Tumepata information kutoka kule chini, lakini serikali haitoki wazi kutuambia what transpired. This speak volumes about indiscipline katika hizi forces. KWS, mambo ya corruption, huko msituni, huko kichakani, wananchi wanapata shida. Sasa angalia watu wameuana hapa, mambo ya kijinga. Watu 3 wamekufa. KWS mmoja, polisi mmoja na uraia ambaye innocently. Hii ni trigger happy. Wewe unatembea na bunduki kwenda kufanya corruption na kuua raia ambaye anakulipa kwa ushuru wake. Tulianza mwaka wa 2026 with a bad note. Wakenya wengi sana katika mwezi wa Januari wamepoteza maisha. Wakenya wengi sana katika huu mwezi wameweza kunyanyaswa na wale ambao walikuwa wanafaa wawalinde. And it is very clear that the safety and security of Kenyans is at a stake. Na sasa umefika wakati kwetu kuuliza hawa wakubwa ambao wanasimamia polisi, hawa wakubwa ambao wanasimamia KWS, kazi yao ni gani if we have such an indisciplined security agency in this country? And we are asking the president, and we are asking the National Security Council, we are asking parliament to crack the whip on Murkomen and Rebecca Miano. Enough is enough already. Wakenya wanakufa kila siku, killed by the same bullet that is meant to protect them. We are condemning this with the strongest terms possible, and our push for justice will not stop here.
Tutachukua report ya postmortem and we will make sure vicariously wale ambao walikuwa wanafaa wasimamie hawa maafisa wa polisi wameweza kuchukuliwa hatua, and the family needs to be compensated for the loss of their kin, though not sufficient, but they have a right to be compensated. Nikiripotia Al Hajar TV kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni wako Abdurrahman Alwi.